Well, leo ni siku ya Jumamosi na ni mida ya mchana hapa sasa hivi kama 12 midnight. Katika kipindi chetu cha leo cha siku ya Jumamosi ya majira ya mchana, tunaweza kusema kwa Kiswahili kama ni sahihi, majira ya mchana, American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV tumeamua tuzungumzie mustakabali wa nchi yetu. Kama neno mustakabali wa nchi yetu linavyozungumzwa na wale wanaoitwa viongozi wa Tanzania, aidha kiongozi wa serikali, kiongozi wa chama, viongozi wa taasisi mbalimbali pamoja na taasisi zisizokuwa za kiserikali, non-governmental organization. Sasa katika siku hii ya leo tunaanza kwa kuzungumzia tuseme maadili ya viongozi wa Tanzania katika ngazi ya kiserikali, mahakama na taasisi zote za hiyo katika nchi ya Tanzania. Sasa kwa kifupi sana, tunaanza mazungumzo haya ni ya kwanza kabisa ambayo yatakuwa yanazungumzia maadili ya viongozi na kwa nini hii nchi ya Tanzania katika utawala, kuanzia utawala wa Kikwete, Magufuli na Samia, nchi haiendi kama ilivyokuwa miaka ya nyuma ya utawala wa Mwalimu, utawala wa Mzee Mwinyi na utawala wa Mkapa. Mwishoni hapa term yake ya mwisho tuliona kwamba kuna serikali compromise, kaanza kucompromise na tukaanza kuona vitu vya ajabu kweli ambao sisi tumebarikiwa kuziona hizi serikali zote, ambao tunajitambua toka tulivyo anza kuziona serikali ya awamu ya kwanza ambao tumeishi nayo, serikali ya awamu ya pili, serikali ya awamu ya tatu, serikali ya awamu ya nne, serikali ya awamu ya tano, na hii inajiita serikali ya awamu ya sita. Tumeona kuna shift na mabadiliko makubwa sana katika maadili, na kwa Kiingereza maadili ni ethics. Sasa tutakwenda vipindi baada ya vipindi mpaka tuumalize huu mwaka, kwa sababu tumemaliza siku chache sana. Tutakuwa tunawaleteeni video ndogo ndogo kuhusiana na maadili ni nini na yanaanzia wapi. Hapa ndipo kwenye sehemu ambapo imetufikisha Watanzania Oktoba 29, ambapo kumetokea na vifo vya Watanzania wengi kweli kwa kutumia nguvu za silaha pamoja na risasi na kuwaua raia wa Tanzania kwa sababu moja tu ya watu ambao wamekosa maadili, viongozi wanaojiita ambao wamekosa maadili, kuanzia katika ngazi ya ofisi ya rais, taasisi zote na Watanzania ambao wanafanya maamuzi dhidi ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tatizo sio katiba kama sisi tunavyofikiria. Watanzania ambao wapo katika kufanya maamuzi ya nchi na katika taasisi za serikali na katika vyama vya siasa hapo Tanzania hawana maadili, na tutazungumzia maadili ni nini. Tutachambua haya maadili. Haya sio maadili ya kuongea tu, tutaangalia what is ethics na components za ethics ni nini na zimeporomoka kipindi gani na kwa sababu gani haya maadili yameporomoka kwa watumishi wa serikali na viongozi wakuu wanaofanya maamuzi dhidi ya raia wa Tanzania na hiyo nchi ya Tanzania. Ni muhimu kweli na nimeamua sasa nianze kuzungumzia maadili na maadili ni nini na tutaconnect maadili, misingi yake na mizizi yake ni nini. Kama msingi wake na mizizi yake, tutaanzia katika kipindi chetu cha maadili ni nini, tutaanzia katika familia. Ni muhimu kweli wa Tanzania
muelewe hiki kitu, tutaanzia katika familia, na hii video ya kwanza ambayo ni introduction ya maadili, kuporomoka kwa maadili Tanzania, ndiko kulitufikisha katika matukio ya mauaji dhidi ya raia wa Tanzania, watu kujiingiza katika madaraka kwa kutumia risasi na bunduki na mtutu wa bunduki na nguvu, na kujisahaulisha kabisa kama walivunja haki ya Mtanzania ya kuishi. Kwa utegeni masikio, tunaanza katika kipindi chetu cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa, kuzungumzia maadili katika msingi na mzizi wake hapo katika hii nchi inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sambazeni upendo, peace and love.